Yo, what's up? Inakuaje watu nguvu, watu ambao wanafuatilia Kenreal Biz updates every day, every time, na kwa ajili ya kupata info kibao ambazo unahitaji kufahamu. Tunakupa info za entertainment, lakini vile vile tunakupa info za watu na historia zao. Leo nimekuja hapa na mwanangu wa nguvu, namzungumzia presenter Ali. Au vipi? The entertainment PA. So uko poa? Kwa salama. Leo tunatisha, sio? Leo tumekuja kupiga story na mwana ambaye ni Samaritan. Samaritan. Story ambayo is very amazing, very interesting. And I hope to mkae mpaka mwisho mtazame story yenyewe. Kabisa. Si mimi nikuruhusu wewe ingie ndani ufanye. Then mimi nitakuwa nakuja kufuata baadaye kusikia ilikuwaje. Sawa? Acha nipige story na mwanangu. Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea wewe stories nyingi ambazo nahisi kwamba ni vizuri sana zikikufikia. Muda mwingine pia nakuletea simulizi ambazo ndani yake unaweza kujifunza mawili au matatu. Zingine zinakuwa ni za kusisimua, zingine zinakuwa za kuhuzunisha, zingine pia zinakuwa ni ambazo ni za kukuelimisha. Ila kwa leo nimefanikiwa kupatana na mwana ambaye amenialika kwake kwa ajili ya shughuli ya kutell story yake. Naomba jitambulishe. Kwa majina kamili naitwa Director Samaritan 254. The award winning director. Nitumie hilo jina. Fema Awards nilishinda kama nilituzwa kama nani? Kama nilikuwa first runners. Pia Extreme Awards I was the video director of the year. It is 2020 last year. Pia nafanya shughuli ya filamu, ya film and music videos na mambo ya movies na vitu kama hizo. That's amazing. When you reached out, you told me that you have a story and you'd like to share na Wakenya wenzetu, and this is your time. Awesome. Sijui nianze wapi kwanza, Thank you very much kwa kukuja kwangu. And ilikuwa ni long bana. Tumepanga for long. Nakumbuka mara ya mwisho tumepatana imekuwa more than 3 years ago actually. And I appreciate at least umefika hapa. So tuongee. Nikupe story. Where does your story start, kwa sababu ningependa kujua hivyo. Okay, story yangu inaanzia kuna wakati fulani venye nilimaliza form 4. Nilikuwa na challenges mingi sana because venye nilimaliza form 4 tulikuwa na issues home. Unakuta mama kwa na pesa, unahitaji kusurvive. Unakuta madhi anakuambia utafuta vibarua. Hadi kumaliza shule form 4 kwanza ilikuwa stress sana, sababu most of the time nikifanya exam nilikuwa nafanyia kwa best wangu, leo nalala kwa mwingine, kesho kutoka mwingine hivyo. So nilifanikiwa kwenda kwa mandugu zangu wengine walikuwa wanaitwa tulikuwa na group ilikuwa inaitwa The Clan Ministries. Clan Ministries ilikuwa group ya watu 5, vijana 5, tulikuwa tunaimbanga pamoja. Tunaimba nyimbo za gospel sana. So tulikuwa tumejuana nao nikiwa form 2, tukaenda hivyo tukigrow hadi tukakuwa sasa ni mabest way more than friends. So tukakuta venye nilimaliza form 4 tukadecide badala ya kila mtu aishi nyumba yake, we can now live together as brothers. So mimi nilihapa home na blanket fulani, na ikumbuka ngadi wale iko kwenye hichi chumba. Wageni wakuja hapa mimi wapatie ya green. Blanket fulani ya green. So nikabeba mama nikaiba sufuria moja ya mama. Nikakuja nikaenda Nairobi place kunaitwa, hata si Nairobi, sasa Kikuyu mahali kunaitwa Zambezi. Zambezi nikaingia pale, nikapiga hustle. Tukakuta wale vijana walikuwa muziki kwa inalipa ile wakati 2009, we talking about 2009. So muziki kwa inalipa vizuri juu tulikuwa tunazitegemea zile vitu za kwenda mashule, kuuza manini, tulikuwa na kina ringtone, unauza ma CDs, unauza ma t-shirt, lakini sisi hatukuwa na uwezo sababu una pesa enough za kutengeneza zile merchandise za kuuza. So sisi tulikuwa tunategemea sana CDs. So mimi nikaajiriwa kwa kampuni fulani ya sufuria. Director hata ukizumu huko nilikuwa nachomeka nikitengeneza masufuria. Huko hivi nilichomeka sana ile acid, dip masufuria kwenye nini fulani, liquid fulani. So ile harakati tukiishi na wale vijana, nataka kukata story kwa very short, sikuwa refu sana, na summarize. Kuna auntie fulani yangu, sister ya mamangu, akanipigia simu. Akaniambia kuna job ambayo amepigiwa na rafiki yake na ameambiwa anahitaji mtu
ambaye anaenda afanye kazi pale. So mimi nikafurahi sana. In fact wale vijana tukao naishi nao niliacha nimewagawia, mwingine nampatia slippers, mwingine suruali yangu ya kulala, mwingine nampatia sababu najua sasa maisha yako yanabadilika sasa. Maisha yangu yanabadilika. So nikaacha nimegawa vitu na nikatumwa address. Nilikuwa natumia simu fulani ilikuwa inaitwa Bad. Phone fulani kalikuwa kanafunguka, kasimu kalikuwa kanaitwa Kabad. So nikatumwa message, nikaambiwa, nikapewa directions zote. Ile namba ambayo imenitumia aunti yangu ndio alikuwa amewa connect. Aunti yangu pia hana habari ile ni kazi ni gani. Ni kazi na mimi niko very excited. Remember sasa nimemaliza form 4. It's nimeingia kwanza kukaa peke yangu na ni kama najilisha because wale vijana watano hawezi kujilisha na wakulishe. So hapa unapata every man for himself. Ndio. Tuko naishi nyumba ya 1500 na ilikuwa stress sana kupata. Hiyo wakati ndio tulikuwa na Lawrence Tuku. I remember the first song that was played on TV, song yangu nilikuwa nimeimba na Pitson. Pitson kama anawote anakumbuka song tulimba na inaitwa Baraka Zangu. Na tulimba na Pitson na group yetu inaitwa Trinity Brothers. So song ilikuwa inachezwa kama si tumelala kwenye mattress, tunalala njaa. Nakumbuka. So wakati mimi nilitumia ile message nikaingia town. Kufika town niliona gari fulani ilikuwa Prado. Sasa nimetoka huko, sijui Nairobi vizuri, mimi kitu kwanza nilitoka Ushago nikakuja Zambezi. So it's almost like it's my that time kuingia Nairobi. Hapo hivyo Konja Nation House, Old Nation House. Old Nation, Niko na gari nikamwambia hii gari iko hivi ya black nini vio ziko tinted. Kuna Prado niko shule. Mimi kuna Prado kwanza kitu ya kwanza excitement sababu naona hii job yenyewe inaitwa ni job gani? Hii ni job lazima hii kazi kuwe ni kazi moja ya nguvu sana. Because hata sikuambiango salary ni how much. So mimi nikaingia kwenye gari nikakuta mwanadada fulani na chali. Were very young people. Lakini wana ile asili ya wanaitangwa nini? Wahindi. Kihindi. So hadi venye wanaongea Kiswahili broken. So hadi venye wananiongelesha kijana nini sielewi chenye sipati Kiswahili chao vizuri. So wakaniambia tuliambiwa tukuchukue na kuna kazi ambayo tunataka kwenda upatiwe. So gari kaanza kivio ziko tinted, nikaingia nimebebanisha kabaka dogo nini already nishagawa vitu zangu kwenye wale vijana. So kufika Nairobi, gari kwanza kutoka nikauliza tunaenda wapi, akaniambia usijali kwenye tunaenda, just know that you will be very safe na ile kazi yenye unapatiwa it's a well paying job. So mimi nikasema ni sawa. Tukaenda tulienda sana because gari ilienda for almost I don't know whether it's 6 hours juu gari inaenda tunapita Limuru tunapanda tunaenda nauliza tunaenda wapi, wale wakaniambia ile kazi ambayo umepata Eldoret. Eldoret, from Nairobi to Eldoret. Mimi wanaenda wananipeleka kwa hoteli, tunakula, tukashukia Narok, tukakula, tukaenda place nyingine. Tulikuwa na stops ngapi 3. Lakini mimi kuangalia watu ni watu wazuri sana. So I'm not like unaoga wote. Mimi nishaomoka bana. Mimi nishaomoka. So tulifika Eldoret, it was ilikuwa around kitu 5:30. 5:30 kitu 4:30 kuingia kwenye entrance. Mimi kitu ya kwanza naona watu wamesimama nje kwenye tu vikundi. Naona hivi watu wamesimama, wengine wanapark, wengine wanatoka. So akili yangu inagonga hii pengine ni nyumba ya msee ama pengine kazi inaletwa place ya kazi azin mahali penye watu wengi hufanya makazi, maybe ni kampuni. So akili yangu hata hii sina chochote, lakini nafikiria tu mimi naletwa place successful. Kuingia nikaambiwa before ni kuintroduce kwa boss, nataka uende kwa reception ukae chini tuongee kuhusu malipo yako. Wakanipeleka kwa reception, nikakutana na Muhindi bado. Sasa ule ni mzee ambaye amekomaa kama baba yao hivi. Kuniliko ni mzee kama baba yao yani. Kwa baba yao ako na kitambi, anavaa miwani na venye ananiangalia na macho ni kama ananiangalia hivi, ni kama kwa chini hivi ameinamisha miwani. Oh yeah. Akaniuliza, kijana
wewe niliambiwa jina langu kamili ni Steven. Akaniambia wewe ndio Steven niliambiwa wewe ni kijana ambaye ni hardworking sana na tuna kazi ambayo tunahitaji kukupatia na tungetaka tujue umefanya kazi wapi. Mimi nikamwambia mimi sijafanya kazi. Kitu kwanza mimi nimekuwa mwanamuziki na mimi nimekuja hapa, this is my first job na mimi chenye najua niko very excited. Mimi kazi mimi ndapiga. Mimi kazi nayo mimi ndafanya kabisa. You know sikuwa na wasiwasi. Mimi sikuwa na wasiwasi. Ile kazi yote mnanipatia mimi ndafanya. So I'm very excited, I'm innocent. I don't know anything to do with nini. So nafanya hivyo ndio nijitetee niweze kupata nini? Kazi. Wakaniambia sasa venye utafanya tutakuwa tunakulipa kulingana na services zako venye ziko. Na ukihudumu siku ya kwanza kazi yenye umefanya tutakulipa kulingana na ile kazi yenye umefanya kwa mtu mmoja. Mimi nikajiuliza kwa mtu mmoja mnamaanisha nini kwa mtu mmoja? Akaniambia tutakupeleka tukuonyeshe kile ambacho tunamaanisha. Okay. Akanipatia na kwa huyo nini receptionist wao. Akaniambia mpeleke kwenye kile chumba umuonyeshe ile kazi ambayo tunafanya. Alafu from there tutaongea kuhusu malipo yake kwa kila mtu ambaye anahudumia. Sasa mimi nikasema maybe naambiwa kwa kila mtu ni kumaanisha. Okay, niko na question marks. Kwa kila mtu ni kumaanisha nini? Kuna kitu namfanyia. So nikaanza kujiuliza, nikaanza kugonga kwa kila mtu ni nini hiyo inamaanisha. So nikasema let me not think deep. Maybe ni kitu bado hata sina clue. Tukaingia kwa the first room. Ameniongoza. Kuingia kwa the first room, kando yake nikaona watu ambao wamevaa gloves, wamevaa kabuti za white na kuna mzee fulani amejishika hivi analia. Mimi nikajiuliza, ule anaweza kuwa analia nini? Kumbe ule kuna kitu fulani kilikuwa kinafanyika. Before nieleze kile kilikuwa kinafanyika, nikafuata ule madam. Kwa hivyo bado hujajua. Sijajua ni nini, lakini nimeona mtu analia, so alikuwa anahudumiwa, kuna kitu alikuwa anaangalia. So nikapeleka the first room, nikaona jeneza zimepangwa sasa juu chini. Nikajiuliza jeneza zimepangwa nini? Akaniambia hizi ni jeneza tumepanga, lakini kazi yako si ya jeneza. Kuna kazi ambayo tunataka kuonyesha kule ndani nifuate. Mimi nikafuata ule madam. Akona confidence sana, yeye ni kama amezoea hizi kazi. Kuingia hivi nikapata shelves. Akafungua shelf ya kwanza. Kufungua naona mtu ambaye ameekelewa towel hapa na amelala kama ameangalia juu. Mimi kwanza nikashtuka, nikashindwa, nikamuuliza akili yangu bado very bado iko very fresh. Sijagonga ni kwenye niko. Nikamuuliza sasa mimi nafaa kuwa nikifanya nini kwenye hawa? Akaniambia kazi yako itakuwa very simple. Hao watu utakuwa unawapanguza. Unapanguza mwili ikiwa very fresh. Ikitoka wapi? Ikitoka kwenye kama ni accident, amekuja kama amegongwa. Kuna zile chemicals ambazo unafaa unapanguza after amefanywa nini? Amefanywa postmortem. Ama akiletwa tu kiambo unafaa kupanguza mtu fulani, utavalisha gloves, unafanya nini? Unampanguza, unamuosha nini? Iko hiyo mwili ya kwanza, watoto, watu wazima nini. Mimi kitu cha kwanza nikasikia kizunguzungu. Nikamwambia mimi I'm not comfortable what you're doing. Chenye unanionyesha siko comfortable. Akaniambia hii kazi haitaki unaifanya, tumekuintroduce ndio uweze kujua vile kazi inafanyika, ndio ujue chenye una deal nacho. What we will be doing, we will be paying you 500 per everybody ambayo unapanguza. Wow. Na wewe ni mtu ambaye umetoka maisha, mimi nimetoka ya uchochole, hiyo 500 atakuipata. So mimi naona ni pesa. First of all I need money. So nikajiuliza, what am I supposed to be doing here? Nikamwambia turudi nyumbani ndio nikamwambia niko njaa. Kutoka tu nje hivi akaniambia sawa basi enda nyumbani, tutakupeleka nyumbani kwenye restaurant tutulie. Lakini so they own the restaurant. Kutoka tu nje kwenye mlango nikaanza kupuke. Sababu already nimefeel niko wale watu ambao nimeona ni kama horror. Ushaona horror movie? Sasa mimi nimeona ni kama horror movie. Live. Mimi nimeona watoto nini. Akaniambia kuna kitu ambacho ndakupatia ndio uache kuwa na ile feeling. Mimi kusema tu kweli the first time nilivuta bangi. That was the first time. Na venye nilivuta bangi, means I'm not advocating for marijuana. Nilivuta bangi nikafeel. Sijui bangi imekuwa nini. Nilivuta nikafeel zile vitu zote zimekuwa. Ushaona tape imekuwa
imekuwa ni kama rewind, umerewindiwa film. Ikakuwa una feel ni kama uji experience. Hakuna kitu ambayo nimeona. Nikaanza kuona kila kitu kuko normal. Nikaekewa food, kukula na kula. Venye waliniekea food, nakumbuka waliniekea ugali, greens, nini ya kuku wa nyama. Nilikula ni kama mtu ni kama mtu akulangi ugali. Tunasemanga Waluya ukula, mimi nilikula. Unakula ni kama mtu hajawahi kuona ugali. Nakula ni hii mkono ikipita kwa mdomo mwingine iko niko na appetite excess. Okay. Jua akili yangu kitu cha kwanza haiko sober. Unaona? So mimi kile kitu ambacho aliniambia, mimi nikamwambia ni sawa, mimi nitafanya kazi. Kila kitu ananiambia nakubali naambia ni sawa. Hii situation yako kuvutishwa bangi, how did it happen? Okay, it happened, niliwaambia na mwana nasikia kupuke. Nikamwambia what I'm feeling, nikamwambia nilete dawa. Kaniambia badala ya dawa kuna kitu ambacho nitakupatia uvute, alafu utafeel uko relieved. Itakuondolea hiyo kukataa at first. Si kukataa because naona hao watu ni wazuri. Kulingana venye wanani treat. Unajua mtu ambaye anataka kufanya kitu kibaya ama mtu ambaye anataka umsaidie huku treat vizuri. Ndio ingia kwa hiyo situation. So the following day sikuenda job. Nilikuwa na feel ni kama nimebeba mzigo mzito sana kwenye kichwa changu. Na wako nisumbua. Wakaniambia we are going to pay you for today. 500. Na ni kweli nilipatiwa 500. Kama mtu ambaye ameshinda kazi. Mimi nikapatiwa 500. Nikaweka kwenye simu yangu ile bado ile kale kabad kangu. Nikatumia mamangu akaniambia Mungu akubariki. Mamangu appreciate. The best thing about my mom, she appreciates. She appreciates so much. So venye nilimtumia akanibariki, nikaona kama napata 500 sijafanya kazi. What about nikiingia kwenye hiyo kwenye hii nini? Nikapatiwa contract. Sasa that's that day nikaletwa contract refu. Si kushughulika kusoma. Mimi nikachukua nikasign nini. Na immediately nikaanza kazi ya kwanza. Nakumbuka wakati nilipatiwa ile kazi ilikuwa nililetewa tulikuwa tunafanya na job na jamaa alikuwa aitwa Otis. Stay saule jamaa John Lim kutoka akifanya kazi. Na yeye alikuwa anakaa kama akilipungwani kiplani. So ni kwa sababu ya hiyo situation vitu sikuwa ijua lakini ndakuelezea stories za Otis ile chini alikuwa anakifanya. Kuletewa contract nikasign nikamaliza nikaanza job. Kazi ya kwanza niletewa mwanamke ambaye ako na nini ako sijui mikono zake sijui ni accident na kaje. Sikuelewa mikono zake zilikuwa ziko hivi. So lazima tuzirudishe, tupanguze, akae kwa vizuri ndio watu wake wakimkujia wanakuja kwa nini akiwa sawa. Kwa hiyo I just want to know because I kind of feel like kuna kitu sielewi. Hii kampuni ambayo inafanya hiki kitu ni hospitali, ni nyumba ya mtu ama ni nini exactly? Nilieleweshwa niliambiwa ya kwamba it's a mortuary. Oh, it's a mortuary. It's a private mortuary. Iko owned na Muhindi. Nakupata. Umenipata. So job ya kwanza mimi sijui vile vitu zinafanyika. Nilikuwa naleta ule mwanadada ambaye amevunjika. Ni mama ambaye ako 20 something years. Ako 20 something 30 years. Jua nakaa tu uso wake uko sawa lakini mikono inaonekana amegongwa, kuna kitu ambacho accident mbaya ambayo ilifanyikia. Mimi nikaambia ule mtu ambaye atakuonyesha kazi nani? Otis akaenda huko akapanguza nini. Otis akaniambia mimi nikiwa mochari nikiwa nimfanya job siwezi shikwa na nyege. Mimi siwezi shikwa na nyege. Hao ni watu na hawezi ninyima mimi. What? Hawezi ni mtu ambaye ukifanya kile ambacho unakifanya hata amka. What do you need? You just need to come. Maisha yako inaendelea. Hiyo ni advice kutoka kwa nani? Bwana Otis. Nikamuulizia mambo unafanya ngapi? Kaniambia acha nikuonyeshe. Kijana akachukua mpira akava well known as condom mbele yako tu. Akava. Sasa tuko shift usiku. Saa ngapi? Saa 6 usiku. Iko saa 6 saa 8 hivi. Akavalia. Akafanya kitendo akaniambia mimi niko fresh. Kaingia huko na bangi yake akavuta. Akaniambia kijana jisort. This is a fresh body jaka. Nikamuuliza mtu anza wapi? Maget. But that day I was
I was very confused juu nashindwa ni Mazingaombwe naona. Sababu kitu ya kwanza zile memories sasa ishakuwa ni kama mazoea, vitu ambazo naziona sinapata do, napatiwa 500. Sasa zingine naosha miwili. Sisi nishapanguza mwili wa kwanza. Kitu ya kwanza nishaonyeshwa venye mwili unafanywa. Napanguza nini. Lakini kile kitendo ambacho kilinishtua mimi ni kuona kile ambacho Otis anafanya. Mimi nikashindwa mara ya kwanza. Mara ya pili kukaletwa demu ambaye alikuwa Muhindi, msichana mrembo. Ndogo. Samaritan. Ndio sasa mimi na sikopa Mazingaombwe. Ndio punchline. Mandugu zangu ambao wanaitwa the Trinity Brothers wanajua hii story. Ndio punchline. Ndio hii. Msichana mrembo sana. Nikauliza Otis. Na hujawahi kuipitia yani ya Kihindi. Mimi nikaona hii chance nikipoteza. Mungu tusamehe. Nikipoteza itakuwa kitu kingine noma sana. Kitu ya kwanza mimi ni binadamu, niko na nyege. Nafanya nini? Mimi nikamwambia Otis, hii nayo inapiga. Na sasa hiyo imegongwa na gari. Ule hata alikufa na ugonjwa ambao julikani, hajagongwa mahali, hana dent. Sasa julikani amekufa nini? Ni msichana ambaye amelala akapumzika. Kumwangalia damu ambayo inaweza panguza sioni. Hakuna kitu. Ule mwili hata nikupanguza tu na maji kidogo. Alafu sasa kuharibu kwenye mochari. Hiyo chemical ambayo unapatia yangu upanguze. Unajua unapanguzanga mwili wote. So kila sehemu yule mwanadada unaguza. So unaona. Unajionea. Wewe unajua unaona nikaa ni movie. Nakwambia story ambayo iko. Naisikiza. So mimi nikamwambia jamaa, mimi nipatie mipira. Mimi nilipiga. Lakini kuna kitu ambacho kilinisumbua sana. Ngoja kwanza. After nimemaliza kile kitendo, nilifeel nina kizunguzungu. Nikafeel ni kama whatever I'm doing kuna kitu ambayo inaniongelesha. Nasikia voice flani. You don't belong to dead people. You don't belong. Nasikia tu sauti flani. Nikamwambia Otis, mimi venye na feel siko sawa. So it's like your conscience was, you were too guilty. I was too guilty of what I've done. Your conscience was like kukuambia ungefaa kufanya kitu kama hicho. I'll give you an example Adi. Unaona mtu ambaye ukikuwa watu ambao rape. Mtu ama ukifanya maybe mtu ambaye akifanya mapenzi na mwanadada kwa kumrape. Akishikwa na guilt huo nanga ni dhambi ambayo ameifanya. So mimi nilifeel ni kama I've raped. A lady was alive. Sasa nilifeel ni kama nimerape mtoto mdogo. Because that is not who you are. That's not me. Kitu ya kwanza I'm not me. Navuta hata kitu yenye tunavutishwa it's more than bangi juu kuna kitu imewekwa. Juu unavuta ile kitu unasikia akili yako inakimbia kama gari. Unasikia akili yako inakuwa ni kama kuna motor fulani iko kwenye kichwa chako juu bangi ya kawaida kuna watu wengi sana ambao I'm not advocating for watu wavute bangi but lakini ya kawaida unaijua watu ambao wanavuta bangi si tunajua watu ambao wanavuta bangi ya kawaida sidhani inaweza kufanya au watu wote wenye kwenye barabara wangekuwa wanafanya vitendo vibaya sana sababu yenye nilikuwa hiyo yenye nilivutishwa haikuwa hivyo labda imewekwa kitu kingine ndani kitu ambacho imewekwa ndani mimi Otis nikamwambia mimi si feel fit. Mimi niko nini na naomba tu niende nyumbani nikapumzika. Kaniambia ni aje chukua kitu piga. Mimi kupiga zile stress zote zikaondoka tuendelee na ukapiga kitu kingine. Tuendelee na maisha. Sasa ikakuwa ni kama you're using the drug to relieve my stress zile vitu ambazo nazifanya. Nakupata. Na mimi pesa zikaanza kuingia. Unakuta per month I'm making even 120,000. Umeosha milioni. Nimeosha bili bana, nimefanya kazi. Ndugu zako kule ushawasawa? Mimi watumia do. Hiyo time. Jana wangu nakumbuka kuna jamaa fulani anaitwa Kagora nakumbuka historia nzuri sana. After nimemaliza nilikaa huko kwa muda wa miezi 3. Mimi siku moja nilikuwa nimekaa kwenye chumba changu kile ambacho nilikuwa I just want to know kabla hiyo time
kwenye hiyo miezi mitatu ishawahi kutokea tena kile kitendo cha kulala na bro, ilikuwa ni kama routine. Nikisikia tu kuna venye mwili wangu unaitisha, navaa mpira naenda nafanya kitendo. Mpaka watoto wadogo bro, mtoto mdogo ameletwa pale, unaangalia yule mtoto unaona huyu mtoto ni mrembo sana, lakini jua kile kitu ambacho umekitumia unaona hapana, this is what I'll do. As in there is something that you're using that is driving you towards that direction. Unanipata? Unavuta kitu inakupeleka kwa that direction. Ukifeel guilty unavuta tena. Nikifeel kuna kitu ambacho juu mimi nakumbuka Mwenyezi Mungu alikuwa aniongelesha because mimi I was born a minister. Kitu ya kwanza. Because zile souls ambazo nimeprayia huko nje wakaokoka ni watu wengi. Nikimalizia hii story juu hapo ndio tunaelekea. Siku moja nilikuwa nimekaa hivi kwenye kile chumba changu cha malazi, ile restaurant ambayo nimekombolewa, nyumba ya kifahari sana. Nilisikia sina ile kitu ambayo mimi vuta, kitu ya kwanza. Alafu zile vitu nikaanza kufeel guilty sana. Everybody guilty per body, kila body. Sasa nasikia vitu zinaniongelesha kwenye, nasikia vitu kwenye ni kama kunasikia ni kama kuna viumbo ambavyo maumbo ambazo zinabweka kwenye kichwa chako, mapaka vitu mingi zinabweka kwenye, yani milio ya wanyama wote. Sauti za watu ambao wamekufa wanalia kwenye kichwa changu. Niliruka kwa fence, nikatoka nje. Ukatoroka. Nikabeba kabag kale ulikoingia nako tu. Nikaenda. Sasa sijui kwenye naenda, lakini uzuri ati niko na simu. Nikiwalk kulikuwa around kitu kulikuwa kunaelekea, ilikuwa kitu saa 9 usiku. Ilikuwa saa 9. Kutoka nikatokea kwa main road. Natembea maumbo zinaboeka kwenye nini juu venye nakimbia already kuna kitu ambayo inani drive kwa ile direction ambayo naenda. So mimi nakimbia. Nikatokea kwa main road. Nilitembea sana kwa kilomita mingi sana. Nikatokea kwenye main road. Juu hiyo mochari iko mahali ambapo imejificha sana. Iko place private place. Na watu ambao wanapelekwa pale ni watu ambao wako na pesa. Sana ile ni private mortuary. Na iko mahali ambapo ni kwa kakichaka hivi ni za kidosi. Najua wale watu ambao walikuwa wanaletwa pale sidhani hata niliona mtu ambaye watu wa ngozi nyeusi walikuwa wachache sana. Walikuwa Wahindi, Waarabu, watu ambao Wahindi, watu wengi walikuwa Wahindi. Otis ukamwacha kule. Otis nilimwacha kule, nikatoka. So kufika kwa barabara na ni watu mikono aje? Nisaidieni. Unaona zile vitu ambazo unazionanga kwenye movie, help me. Sasa yangu ilikuwa real. Nisaidie, sababu kitu ya kwanza what to understand why I'm running. So gari nyingi tu zinapita ni saa 1, ni kitu saa 11. Saa 11 asubuhi. Nimetembea kilomita mingi sana. Nimeenda alafu natembea nikiangalia nyuma. Unafikiri unafuata. Sababu ile movie ni kama iko na siri mingi. Kuna vitu ambazo wanafanya. Sababu zile vitu ambazo kuna vitu siwezi taka kudisclose. Kuna vitu ambazo pia zilikuwa zinafanyika pale. Kuna ni kama nini ya kishetani. Cultic. Ni cultic kiplani. Jua ile michongo ilikuwa kwenye ile nini kulikuwa na vitu vingi sana. So nikasimamisha Nissan. Ilikuwa nikamwambia kusimamisha, sijui inaenda wapi. Kusimamisha wakaniambia town, wakanilipisha, walisema town 60 bob. Nikaingia. Nikaekwa town. Uzuri nimewekwa town kuangalia hivi. So umekuwa Eldoret. Nimewekwa sasa sijui ni Eldoret. So mimi nasikia town. So mimi sikusikia town, nasema town lazima ikuwe ni mahali ambapo ni town. Kwa Eldoret. Kuangalia naona hii ni Eldoret town. Nikapigia mandugu zangu nikamwambia niaje, mimi nakuja nyumbani. Na venye nakuja nyumbani kwenye mkoba wangu niko na only 40,000. Kitu ya kwanza mimi tumia mamangu pesa. Kwa kule naangalia mabrothers wangu, vitu kama hizo. So mimi nafanyanga pesa yangu na pia nikifanyanga vitu ambazo nasaidia. Juu every time nimetumia mamangu hadi wa leo, yeye uniambia Mungu akubariki. That's the word that has been keeping me. Unakuta the way I met my lovely wife, it was not easy because hata kumueleza hii story alibeba vi positive. Kila mtu akona kitambo na unakuta hizo vitu ambazo ulifanya haimaanishi unavifanya sasa hizi. Kila mtu akona past yake. I'm not ashamed to give people my testimony because it's a testimony that I know it has changed people
And it still change people. Okay, awesome. Yeah, tumekuwa tukipiga story na Samaritan. Maneno yako mwisho kwa mtazamaji, na pengine mtazamaji kama mnataka part 2 of this amazing story, tumeicut short tu kwa ajili ya sababu ambazo ziwezi kupikika, lakini kama mnataka part 2 of these amazing stories kutoka kwake Samaritan, comment pale chini, andika tu part 2. Tukipata comment angalau 50, mimi nitatia bidii kuhakikisha kwamba tunarudi na kupiga story na Samaritan. Maneno yako mwisho. This then is going to imagine as akiongeza, nimesema maneno mengi, and what I can tell people is that don't judge me. Okay. Ukiniona mimi ni director, nimework na watu kama kina Guardian Angel, nimework na watu kama Bojay, nimework na watu kama Ekodida, nimework na wasanii wengi sana. So don't judge me. Ukiniona pale nikidirect kutana na mimi kwa barabara, don't judge me. That is me then. Lakini saizi I'm a changed person, mimi nimeokoka na muogopa Mungu na nafanya vitu ambazo zina change society. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Behind the camera wametulia Eric Mukabwa, Balozi na director Henry. Anyways, siku zote nakujuza kwamba ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa.